Bwana Gharibu, mzinga kubwa ambalo linatembea kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa ni kuhusiana na mchezo wa Simba akiugenini dhidi ya Stellenbosch kubadilishwa mwamuzi. Watanzania wanajiuliza nini kimemgharimu Amin Omar kutoka taifa la Misri, na sasa tunaona mchezo umepewa mwamuzi mwingine Eid Mansour Mohamed ambaye hivi anatoka nchini Misri. Nini ambacho umekiona wewe kwa utafiti wako kimepelekea mwamuzi kubadilishwa? Wengine na wasiwasi, mipango imeanza ama vipi? Anyways, kwanza mwamuzi anatoka Misri. Mwamuzi anatoka Misri, huyu ni Misri nisemeje? Misri ni Afrika ya Kaskazini. UNAF. Alafu mechi inahusisha timu kutoka Sekafa na Kosafa. Si ndio? Ndio. Maana kanda 3 tofauti. Nimeona hata hizo mechi nyingine pia wamewapa waamuzi kutoka kwenye kanda tofauti. Yaani hizi hatua msilete visingizio. Waamuzi kutoka huko hivyo. Lakini Jean-Jacques Ngabo Ndala anatokea DR Congo, kwa jirani yetu kule mchezo wa kwanza. Yeah, anyways, mwamuzi ambadilisho of course, ambadilisho kutoka kwenye Amin Mohamed Omar kwenda katika maarufu Mansour. Kimsingi mwamuzi wa kwanza kwa maana ya Amin alipata injury katika mazoezi. Waamuzi wana mazoezi yao wanayafanya. Kwa alipata majeraha, na hiyo walikuwa wamethibitisha chama cha soka cha Egypt kwa maana ya EFA. Walisema kwamba huyu ana majeraha, wao ndo waliwaambia CAF. Kwa sababu mwamuzi hatakiwi kutuma taarifa yeye. Kwa sababu hata anapotakiwa aombwe yeye, inaombwa FA, yani shirikisho ndio linaombiwa kwamba tunataka kumtumia mwamuzi fulani. Kwa hiyo ripoti ambayo ilirudi huko kwamba mwamuzi ana injury, kwa hiyo hawezi kuvisit katika hiyo mechi. So Misri CAF hizi kamati zinapoteua wateuzi, waamuzi zinakuwa na mbadala. Yaani kila mechi unayojua ina mbadala wake. Hilo likishindikana wewe anakuwa huyu. Yes, inawezekana ikawa kwenye taifa moja, inawezekana kwenye taifa moja au taifa tofauti. Sasa inapokuwa endapo ikitokea waamuzi wameshafika kwenye kituo, yani kwa mfano huyu mwamuzi Amin ingekuwa kafika South Africa, mechi zinachezwa South Africa, yes, ingekuwa yuko pale afu ndo inatokea kadhia hii, basi mbadala wake ingekuwa ni fourth official. Okay. Yes, ndio angekuja kuchezesha hii mechi. Kwa sababu mshafika kwenye kituo cha mshafika kwenye kituo, yes. Lakini kwa sababu ilikuwa bado safari hazijaanza, inafanya replacement pale pale. Sio lazima wafanye kwenye taifa hilo hilo. Wanaweza kaopt sehemu nyingine. Lakini wakaamua kuopt pale pale. Sasa huyu mwamuzi ambaye alipewa ya kwanza kwa maana ya Amin. Huyu ni mwamuzi, yani ndio top referee sasa hivi kwa Egypt. Yaani kama ilivyo kwenye mazingira ya Tanzania hivi Ahmed Rajige, basi ndio kwa Egypt ndio huyu. Ndio best referee wao. Baada ya kuondoka yeye kachaguliwa huyu wa pili. Huyu miongoni mwa best. Okay. Miongoni mwao. Kuna huyu Mansour. Yes, kuna yule ambaye alipangwa kuchezesha mechi ya Derby ya Cairo. Okay. Kama utakumbuka hilo tafrani kubwa ambayo haikuchezwa za Malika PowerPoint. Kwa hiyo mwamuzi yule pia ni miongoni mwa waamuzi top kutoka Misri. Lakini kwenye swala la waamuzi, huyu Misri hawajatoa mwamuzi hata mmoja. Unajua kwanza Misri ndio taifa namba 1 kwenye rank sasa hivi. Okay. Kwenye taifa kwa maana ya ligi, lakini pia kwenye club level kwa maana Ahly anawakilisha Misri. Lakini hawana mwamuzi kwenda katika finali za kombe la dunia za klabu. Haya mashindano mapya yanakuja kwenye mfumo mpya. Misri hajatoa mwamuzi hata mmoja. Hawajatoa. Waamuzi wako 35 kutoka mabara, kutoka mataifa yote wanachama. Mataifa wanachama ya FIFA yako 211. Wametoa waamuzi wakati 35. Waamuzi 35 hao CAF imetoa waamuzi 5 peke yake. Jean-Jacques Ngabo Ndala kutoka UNIFAC ndio ambaye alichezesha mchezo wa kwanza. Mwamuzi wa pili ni Issa C kutoka Senegal, Afrika ya Magharibi, wafu. Mwamuzi mwingine ni Mustafa Ghorbal kutoka Algeria, ukanda wa UNAF. Ibrahim Moutaz kutoka Libya, UNAF. Na mmoja kutoka Mauritania ambaye ni wafu. Mauritania ni magharibi. Kwa hiyo magharibi wametoa waamuzi wawili, kanda ya kati wametoa waamuzi mmoja,
na kaskazini wametoa wawili. Kwa hiyo ukanda wa Kosafa huwa hakuna mwamuzi ambaye ametoka, kwa maana huko kusini huko waamuzi ambao walikuwa wanafanya vizuri mara ya mwisho alikuwa ni Victor Gomez kutoka South Africa na alikuwa James Kazwe kutoka Zambia. Sisi East African Central hatuna huyo mwamuzi, ingawaje sisi tuna mwamuzi sasa hivi anaitwa Abdulkadir Artan, one of the best referee, yuko Somalia, dogo fulani hivi kibisho hivi kinaweka afro hivi ndogo tu, ndo mwamuzi kama sikosei, ndo inawezekana kama mwamuzi mdogo zaidi yuko hapo. Haya, tuna Salima Mukasanga kutoka Rwanda, yeye alienda hadi kwenye World Cup ya wanaume. Ndio. Tuna huyu Pacific yuko Burundi, Georges Gatogato sijui, Peter Waweru kutoka Kenya. Ni waamuzi wakubwa, lakini tujapata nafasi ya kupeleka kule. Wampeleka tu majirani zetu wa DRC. Egypt licha ya ukubwa wao wote hawajatoa mwamuzi hata mmoja. Why? Kwa sababu Egypt waamuzi wake, yani mule ndani ya taifa lenyewe, waamuzi wao hawatakaji. Ndani ya taifa hawaamini waamuzi wao. Umeelewa? Okay. Yes, kwa hiyo hawa waamuzi wote wawili, kwa maana alitoka huyo na wengine wote wa Misri alienda kule. That's why hata kwenye hizi mechi za dabi hawataki waamuzi wa ndani. Wanataka waamuzi kutoka nje. Hizi dabi za Cairo wenyewe hawataki kabisa watu wa ndani. Yes, iko tofauti. Kwa hiyo simply ni hivyo. Nataka kwa dodoso ambazo umepekua. Huyu sasa anakwenda kupewa mchezo huu. Ni michezo gani ambayo ameigusa hapa karibu, kama unaifahamu, yenye level ya hiyo nusu finali, hata kama sio kwenye club level, labda kwenye timu za taifa ama pia kwenye mashindano yao ya ndani ya Misri, ambao unaona mchezo wao kwa ina hadhi ama ina ukubwa fulani? Ni mwamuzi mkubwa, sio rahisi kukumbuka mechi zake, ila tu nakumbuka mechi ya Simba ambayo kayo kuchezesha. Yes, msimu uliopita alichezesha mechi ya Simba na ASEC Mimosas, ilichezwa hapa. Simba na shinda hiyo, ndio? Ilikuwa Simba na sare. Simba sare. Sare moja. Simba ilipoteza ugenini. Kwani hakuna kupoteza. Kuna pia ilikuwa sare. Barani Afrika. Msimu wa kwanza kina Zikindo Simba alipoteza ugenini. Ile msimu wa kwanza Ziki alipoteza ugenini, tena ugenini kwenyewe alichezea Benin. Ndio. Au kuchezea Ivory Coast. Aliachia alama kubwa sana ile mechi. Alikuachia Dali alama kubwa sana. Ya pili alicheza hapa, moja alicheza hapa, alishinda Simba goli 3-1. Kilo moja nafunga Ziki hapa. Ushaona? Lakini mwaka jana kwenye klabu bingwa kwenye kundi na Wydad na ndio? Kundi moja Wydad, Jwaneng Galaxy, Simba pamoja na wao ASEC walicheza hapa taifa. Unakwenda kwenye kundi Simba na ASEC, ndio? Ambako mwamuzi alikuwa ni huyu ngoma sare moja mchezo wa kwanza kwenye kundi. Walicheza hapa. Kwa hiyo ndio mechi ambayo nakumbuka alichezesha huyu mwamuzi. Kwa upande wa Simba, hata ukaenda kwenye rekodi zake ndio mechi ambayo ameichezesha. Sasa ligi ya Misri ina matumizi ya VAR. Shafahamu. Na hii michuano pia ina VAR. Kwa hiyo inakuwa kama faida, yani kuwa na waamuzi ambao wana VAR ndani yake inakuwa kama faida, inasaidia kwenda kupewa mechi kama hizi. Kwa hiyo inakuwa sio kitu kipya kabisa kwa bwana mtazamaji. Umepata kusikia sasa yale maneno yalikuwa nasema kwenye mitandao kwamba mipango imeanza namna gani, lakini ukweli ni kwamba mwamuzi Omari yeye alipata shida kidogo kwenye masuala ya afya kwenye wale mazoezi ya utimamu mwili, kwa hiyo kabadilishwa referee mwingine, na huyu amezungumzwa vizuri na Garibu Mzinga hapa namna ambavyo bado anaonekana ni referee mwenye daraja la juu sana. Kwenye la waamuzi labda niiguse kidogo. Unafikiri bado tuna hofu na waamuzi kwenye mpira wa Afrika kwenye ngazi ya nusu finali huku juu? Hofu. Hamna hofu. Hamna hofu. Ukitrace waamuzi ambao wanapewa mechi hizi za hatua hizi ni waamuzi wakubwa. Ushafahamu? Kwa hiyo hofu kwa nini sasa? Nilikutajia hapa waamuzi kutoka Mauritania. Ndio. Dahane ndio yule ambaye alichezesha mechi ya Orlando ya Mamelodi na Ahli. Yes. Ilikuwa ndio yeye. Sasa just imagine your quality. Yes, nyuma hapa kina Jean Kingabo Ndala wamechezesha, Bamlak Tesema kutoka Ethiopia wamechezesha. Hizo ndo waamuzi wakubwa hao sasa hivi. Wanapewa hizi mechi. Yaani hii ni serious business sasa hivi. Waamuzi wakubwa ndo wanapewa hizi mechi za kumalizia hapa. Huyo Ngamudala msimu uliopita ndo kachezesha finali. Kwa hiyo hofu inakuwa hakuna, labda tu mwamuzi awe anateleza achezeshe chini ya kiwango, lakini kwa maana kamati za waamuzi
zinatoa waamuzi ambao wanajua na madaraja ya juu kuchezesha katika hizi mechi ambao wanajua zina tension, mechi zina wachezaji wanakuwa tofauti uwanjani. Yes, kwa hiyo wanaangalia klasi ya waamuzi wa kuwapa mechi za aina hii. Bwana mtazamaji, tayari la waamuzi tumelifunga hivyo, na bahati nzuri kwa mashabiki na wanachama klabu ya Simba, mwamuzi huyu ambaye amepewa mechi yao dhidi ya Stellenbosch pale Afrika ya Kusini alipata kucheza mchezo mmoja wapo msimu uliopita kwenye hatua za makundi klabu bingwa barani Afrika dhidi ya ASEC Mimosas. Mchezo ulipigwa katika dimba la Benjamin Mkapa, wenyewe wanapita paso ndogo na mnyama Simba kaambulia point moja. Hivyo kama Simba itaipata alama moja Afrika Kusini, tafasiri ni kwamba mnyama anakwenda finali kwa mara ya pili kwenye ngazi ya vilabu barani Afrika, na ndio ndoto kubwa ya mashabiki na wanachama klabu ya Simba popote pale walipo duniani. Ni swala la kutia tu bani na kumaliza udi kuiona klabu ya Simba ikitafuta finali ya shirikisho barani Afrika msimu huu, na hiyo maana yake klabu nambari 4 barani Afrika itakuwa imejipapatua na kujionyesha namna gani wanastahili kuwepo hapo lipo. Mimi ni CK Fred, the Eli Capitano. Nyuma ya kamera ipo Jackie, lakini pia ipo Kisando.